Yes, bana mambo vipi? Inakuaje? Karibu tena kwenye Rock Up na Mano Minute Mano Public Toscoba Juma kabla mwangono tu. Samir tuko hapa kwa ajili ya kuletea stories zetu za kiburudani. Of course na story kadhaa za kiburudani. Story ya kwanza leo nataka nianzie na issue ya Harmonize na Ibra. Nafikiri ndo tunaifunga. Na mimi nilijua tu hili jambo litafika mwishoni. Aidha kwa kulipa au kutokulipa. Na ndio maana mimi nikasema mapema kabisa. Nilikuwa naandika hata kwenye page yangu ya Instagram nikasema kitu ambacho anatakiwa kufanya Ibra ni kukama. Hatakiwi kupanic, hatakiwi kutumia hasira. Na confidence ya Ibra mpaka kwenda Basata kufanya nini, kuzungumza yote. Yeye ndo alikuwa anajua kabisa kwenye hili jambo anachomoka. Hawezi kulipa hiyo hela. Alikuwa anajua. Na ndio maana kalileta kwenye jamii kumchonganisha Harmonize na jamii. Yaani kuonyesha kwamba nataka nilipe bilioni 1 kwa nini? Na yeye alikuwa anajua kabisa njia ipo ya kutoka. Mimi naamini kulikuwa na mkataba ambao walikuwa wamesaini na Konde Gang. Ndio maana Konde Gang alikuwa ameweka misimamo hiyo. Lakini mimi wasiwasi wangu umekuja baada ya Harmonize kuanza kugoma kwenda Basata. Harmonize hajaenda Basata mara 2. Mara ya 3 baada ya kuitwa na Basata, Harmonize anatoa kauli kumwachia Ibra. Tetesi ambazo mimi ninazo kuhusu Ibra ni kuhusu kwamba wana mkataba Konde Gang. Mkataba ulikopo Konde Gang na wamesaini, lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa havijakaa sawa kwenye mkataba. Na ndio maana Ibra akawa na confidence kuhusiana na kuitwa Basata. Harmonize akawa na wasiwasi kwenda Basata, kwa sababu anajua ni kama anajipeleka kwenye mdomo wa mamba. Uliotumia Harmonize ni ungwana wa hali ya juu, kuangalia kile kipaji, lakini pia kulinda pia heshima yako. Ninakwambia kitu kimoja, pale jambo ambalo lilikuwa limefikia, ilikuwa ni lazima mmoja aibuke mshindi. Lazima iwe ni kwenye kulipa, isiwe kwenye kulipa. Kwa sababu ilipoenda sasa ilikuwa ni vita. Manake Ibra angeondoka kwenye mdomo, Ibra angeonekana hero. Harmonize angeonekana yeye ni hero. Yeye ndio mshindi. Lakini Harmonize alivyolimaliza, amemaliza kiungwana. Hajataka kudhalilika wala hajataka kuja kumdhalilisha Ibra. Ameamua kulimaliza vizuri, mambo yaendelee. Tusianze kujaji. Yaani hapo ndio tatizo la Watanzania. Wakati Harmonize anadai bilioni 1, wote tukasema Harmonize, kwa nini unamdai bilioni 1? Umemfanyia nini? Tumeshaeleza kwenye vipindi ambavyo vimepita. Uwekezaji ambao Harmonize ameufanya. Mimi ninaamini kabisa Harmonize kafanya uwekezaji. Wala haina haja ya mimi kuja kuanza kurudia yale ambayo tumezungumza. Sasa baada ya Harmonize kudai bilioni 1, watu wakaanza kulalamika. Kwa ajili ya nini? Leo amemruhusu free. Tumegeuka tena upande wa pili. Kwa nini umwachie free mtu uliwekeza hela yako? Yeye ndo alimsaini Ibra. Yeye ndo ana maamuzi ya kufanya chochote kwa Ibra. Akiamua kurudisha kudai hela atadai hela. Akiamua kumwachia free atamwachia free. Sisi hatuwezi kumpangia tena Harmonize. Harmonize yeye ndo ana maamuzi ya kufanya anavyofanya. Tusitake kujaji, kuchimba, kufanya nini. Tuishie tu kwamba Harmonize kamwachia Ibra. Nirudi sasa kwenye swala la management. Ukizingatia professionalism, haina haja haya yote kutokea haya. Yote. Hili jambo Harmonize alikuwa analimaliza siku ya kwanza tu Ibra akatoa ile barua. Kesho yake alikuwa na uwezo wa kulihandle. Otherwise tu mnakuja kujiondoa kwenye ile trust ya watu, kwa sababu watu wengi wataanza kuamini ni kiki. Ile ulikuwa na uwezo wa kulihandle kabisa mapema. Sasa hapa ndo tunajifunza swala la management jamani, uongozi, professionalism, kila mtu aplay part yake. Harmonize aplay part yake kama msanii, kama CEO, manake mkurugenzi. Kuna sehemu ya wanasheria, kuna sehemu ya wasemaji wa hizi lebo. Kuna sehemu ya kila kitu kwenye hizi lebo. Professionalism tunashindwa kuizingatia kwa sababu mkurugenzi au CEO anataka amalize kila kitu yeye.
yeye ataelezea mkataba kisheria, which is ni kosa. Yaani leo hii sisi tukiushika mkataba wa Ibra tukaanza kumhoji Harmonize, hawezi kukujibu chochote kwa sababu yeye sio mtu wa kisheria. Swala la management na kuzingatia professionalism kwenye lebo, sio Konde Gang tu, sio Konde Gang zote, iwe Kings Music. Ukienda WCB tunaisifia kama lebo namba 1 East Africa. Still kuna mapungufu kwenye swala la management. Hata hizo lebo za Nigeria huko Men's Records, Olamide alikuwa anafanya kazi na Ashake alikuwa kwa Olamide, kaondokaje, watu hawajui, hajatoa taarifa rasmi kama kaondokaje, aondoka, mara yanafanya kazi kivyake kote. Sasa hivyo vyote tunawezaje kuvimaliza? Ni kuzingatia kitu kinaitwa professionalism kama kweli tunataka kufanya kazi. Na kukumbusha jambo moja. Naanzia na WCB. Kaondoka Mbosso. Kwanza taarifa ya Mbosso kuondoka kaitoa Baba Levo. Ukija kujiuliza au ukiuliza Baba Levo ni nani kwenye lebo, hana nafasi yoyote kwenye lebo. Sio msemaji, sio msanii, sio mlinzi, sio ndugu yake CEO, sio nani. Tayari kwenye swala la management, swala la professionalism tumeharibu. Baba Levo anatoa taarifa ya Mbosso kuondoka WCB au Lavalava kuondoka WCB kama nani? Professionalism, management, masuala ya uongozi. Kaanza na ya Mbosso, katoa taarifa. Na kweli, sio kwamba anadanganya, kaongea kweli. Mbosso kaondoka kweli. Yeye ni nani sasa? Sumeshanielewe? Kwa nini watu taarifa nyeti kama hizo? Kuja kwa Lavalava. Mpaka leo Lavalava ameandika amesainiwa WCB. Lakini Baba Levo kashatoa taarifa, kamuaga. Yeye ndo kamuaga Insta. Baba Levo kashamuaga Lavalava. Baba Levo anaanzaga hivi, binatokea kweli. Kashamuaga. Tunakuja kwenye swala la professionalism na management kwenye masuala ya uongozi kwenye lebo. Mbosso alikuwa msanii wa Diamond au wa WCB? Jibu ni kwamba Mbosso alikuwa msanii wa WCB, ambayo WCB ni ya Nasibu. Diamond ni msanii. Diamond ni msanii. Diamond sio mkurugenzi. Mkurugenzi ni Nasibu Abduli. Ndio anamiliki lebo na anamiliki Mbosso. Ukija kwenye brand ya Diamond, tunazungumzia Diamond as artist. Ukienda kwenye makaratasi yalivyosainiwa mmiliki wa lebo utaambiwa AKA au almaarufu Diamond, lakini jina lake ni Nasibu. Sasa Diamond katoa taarifa. Je, umewahi kuona lebo ya WCB imerelease letter yoyote kuhusu Mbosso kuondoka? Kwamba hii ni barua, statement maalum, msanii wetu kaondoka WCB, kama walivyokuwa na saini. Je, imewahi kutoka? Sisemi wanakosea au wanafanya nini. Hayo ni mapungufu kwenye swala la management na kuzungumzia professionalism kwenye kazi. Mpaka leo hakuna taarifa rasmi kutoka kwenye lebo kwamba inasema Mbosso sio msanii wa WCB tena. Aliyezungumza ni Diamond. Diamond kauzungumza tena, anafanywa interview na Millard Dodoma. Tunatoka kwenye WCB, tunaingia Kings Music. Leo hii kuna tetesi za wasanii wa Kings Music kuondoka. Hivi vitu lazima tuzingatie. Leo kuna tetesi wasanii wa Kings Music wameondoka. Na tena imeripotiwa na media kubwa East Africa. East Africa ni media kubwa sana. Wako ethical. Chochote wanachokitoa sisi tunaamini. Wengine hatuna taarifa. Lakini sio CEO, sio lebo ya Kings Music haijakanusha chochote. Aliyeenda kukanusha ni Mwijaku. Mwijaku ni nani kwenye lebo ya Kings Music? Mimi sitaki kujua ni kweli wameondoka au hawajaondoka. Mimi nataka kuzingatia professionalism na swala la uongozi. Mwijaku ni nani? Ni msemaji wa Kings Music. Mwijaku ni nani? Ni msanii wa Kings Music. Mwijaku ni nani? Manager. Mwijaku ni mwajiriwa wa Crown Media. The same kwa Baba Levo. Baba Levo ni mwajiriwa wa Wasafi Media, sio wa WCB. The same huku. Na ndio maana vitu vingi vinaenda ovyo kwa sababu hatuzingatii professionalism. Lakini Lighty leo hii Kings Music wakituambia sisi, sio kwa ubaya, kuanzia leo msemaji wa lebo ni Mwijaku.
sisi tutaamini atakachoongea Mwijaku. Kwa mfano WCB wameshatoa taarifa, wameandika kwenye media na kaongea Ricardo Momo. Kuanzia sasa hivi msemaji wa WCB ni Ricardo. Maana yake ni nini? Taarifa yoyote itakayotoka WCB akitoa Baba Levo, hatuwezi kumwamini tena. Tutamwamini Ricardo kwa sababu Ricardo anataka kutoa taarifa ya lebo. Umeshaelewa pointi yangu? Licha ya hivyo Mwijaku anasema kuna mikataba, kuna nini. Alikiba ameshawahi kuzungumza na mdomo wake ile yeye hataki mkataba na msanii yoyote. Wakati wanaondoka Chidi na Kili, Alikiba alisema yeye hataki mkataba na msanii yoyote. Hataki mambo ya kusumbuana. Kings Music ni kama chuo. Kauli ya CEO. Kings Music ni kama chuo. Wasanii wanaenda pale kujifunza muziki. Ukitaka kuondoka hata saa 9 usiku ondoka. Lakini ni vizuri ukaaga. Hayo ni maneno ya mkurugenzi wa Kings Music, Ali Saleh Kiba. Mwijaku anatuambia sisi tuna mikataba na wasanii wa Kings Music. Msanii akitaka kuondoka analipa mamilioni. Sisi sio kama lebo zingine ambazo hazina nini? Mikataba. Na ndio maana nimesema hivi, tunavuruga kwa sababu hatutumii professionalism. Leo Mwijaku anasema wana mikataba na kila kitu. Kwa sababu sisi tunafuata kauli ya nani? Ya mkurugenzi. Mwijaku sisi hatuji ni nani Kings Music. Ni mfanyakazi wa Crown Media. So ukiunganisha doti tu wasanii wanavyofanya kazi, wewe mwenyewe unapata picha hapo hamna kitu. Lebo ipo kama jina. Pia ni backup kwa wasanii kwa sababu wanapata power kupitia fan base ya Alikiba. Yes. Lakini zinafanya nini? Leo hii Keituga kija kulalamika anataka kuondoka, ndio hizi mnaanza kuwadai wasanii mabilioni. Kwa Keituga mmefanya nini? Tunaulizana tu. Nini kimefanyika? Msanii haandaliwi show. Masoko ya kazi yake nani anamtafutia ule msanii? Msanii aingie front mwenyewe. Aya. Abdu Kiba anafanya nini? Siongee kwa ubaya my brothers. Lazima tukumbushane mapema. Mwijaku kama ni msemaji, it's okay. Haina shida, si tukatai. Hakuna mtu anakukataza Mwijaku kuwa msemaji. Wala. Waache watu wafanye kazi yao. Kama kweli kuna tetesi ya hivyo, inawezekana labda wewe ndio umetoa kauli. Lakini je, swala la kazi. Unasema mna mkataba, mtu kama Keituga au mtu kama Abdu Kiba. Wa nini? Anafanya nini? Anaionea lebo kwa sababu hafanyi kazi. Mimi nasema hivi, shida sio lebo sana. Je, msanii anafanya kazi? Leo hii tunamwona Vanilla anapambana kweli? Huku mara yuko na Ibra na nini anapambana kweli. Lakini ukiangalia ukija kuuliza haya, Kings Music wanawekeza kwenye nini? Ndio tutasema hizo nilikuwa nakupaga nauli na vitu kama hivyo, kodi. Ndio lebo zinapopiga mahesabu kwenye nauli, kodi na chakula. Lakini msanii anahitaji quality production, video kali, promo ya maana yanafanyika. Ndio kama yale Vanilla akitoa ngoma yake anajihangaikia mwenyewe, anaenda kwenye madaladala anafanya promo. Wote tunajua hicho. Tommy Flavor the same. Msanii amekaa mwaka 1 na miezi 6 hajatoa ngoma. Mwaka na miezi. Katoa hii ngoma kali lakini haijafanya vizuri. Inawezekana kwa sababu ya uwekezaji wa promo. Ngoma ya Tommy Flavor na Mario ni kali juju. Promo, my brothers. Promo. Msanii inawezekana naomba labda a budget ya promo. Nani anafanya? Hakuna ja promo. Wimbo kiachio na achwa mtandaoni, mtajua wenyewe. Msanii akitaka kuondoka mtalalamika. Mtamlalamikia. So watu wanataka kazi iwe active. Kings Music wasanii wanafanya nini? Mimi namuona Alikiba ndo anahangaika peke yake. Alikiba huku. Wasanii wa Kings Music wanafanya nini? Sawa, niambie mimi wanafanya kazi.
Kazi wanazotoa zinaleta ushindani wowote kwenye gemu? Ushindani gani? Upi? Wanafanya nini? Amebaki Alikiba peke yake. Ndio maana nimesema kama lebo ipo, wasanii kwa nini wafanyi kazi? Wanafanya kazi gani? Ni Mwijaku, you are my brother. Na mimi nikifika kwenye eneo langu la kazi nazungumza kidogo, ndugu yangu. Tusianze kumtumia Aidan kama chambo. Yaani hiki nalizungumza kabisa. Nao tunamtumia Aidan kama chambo. Bro, trust me. Aidan tulikuwa tunamchukulia poa sana. Lakini niamini mimi, Aidan kuondoka Kings Music kama kweli kaondoka, kwa sababu mimi ninavyojua Aidan hajafukuzwa na Alikiba. Mimi na uhakika kabisa pengo lake ni kubwa sana. Bro, pengo la Aidan Kings Music tulikuwa tunamlaumu lakini niamini mimi, pengo la Aidan, yani sasa hivi hakuna picha, ukimtoa Alikiba hakuna picha ya Kings Music. Zamani ulikuwa unamwona Aidan, ukimwona Aidan unamwona Alikiba. Yani ukimwona Aidan tu pap unajua Kings Music iko hapo. Now hakuna picha ile ya Kings Music. Haipo. Nani? Senior. Ana uwezo wa fitna. Ana uwezo wa kuwapambania wasanii. Fitna naijua kwenye game. Nani? Tutalalamika, tumemfukuza manager. Lakini niamini mimi, vitu vingi sana vinamhitaji huyo manager. Kings Music sasa hivi vitu vingi mno vinamhitaji manager huyo ambaye mfukuza. Gap lake ni kubwa sana. Sana. So tusianze kumtumia Aidan kama chambo. Aidan ndio ilikuwa alama ya Kings Music. Kwa mfano leo unaweza kumuona Salamu SK. Salamu. Ukimwona Salamu kazi unaona WCB, unamwona Diamond yule. Yaani unajua Diamond yupo. Hata kama hajafika, lakini uwepo wa Salamu tu, Diamond yupo. Hiyo ndio picha ambayo tunaizungumza. Kings Music walikuwa na Aidan. Lakini Aidan kuondoka pale, pengo lake kuja kuliziba pale. Sio mchezo my brother. Sio mchezo. Tutaongea tu kwa kufurahi, kumkanda, kufanya nini, lakini pengo lake ni kubwa sana. Mwijaku hatuwezi kumlaumu sana. Mwijaku at least kapunguza makali. Sio professionalism, lakini at least kuna makali kayapunguza kwa mashabiki. Kaongea, kuna mashabiki tayari wamemwamini Mwijaku. Yes. Lakini watu ambao wako smart watashindwa kumwamini. Sababu sio msemaji rasmi na sio taarifa rasmi ya leo. Lakini kapunguza makali. Mimi nasemaga hivi, watu kama hao ndio wapewe nafasi hata ya usemaji. Sasa hivi anaongea hakuna taarifa mbaya. Lakini Kings, mpeni msemaji, tutangazeni bwana, kuanzia leo taarifa za Kings Music ni Mwijaku. Ataaminika kwa sababu anajitahidi sana kuidefend brand ya Alikiba. Mimi napenda sana. Lazima patikane mtu ambaye ni mfia damu wa msanii. Lazima. Mwijaku ni mfia Alikiba, mfia timu ya Alikiba. The same kwa Baba Levo, mfia timu ya Diamond. Lazima wawepo. Kuna watu ambao wanaenda front, wana defend, wanalinda ile image ya brandi, image ya label. Yes, I like that. Lakini you are not, wewe sio msemaji. Tunachotaka kama taarifa inatoka kama ilivyofanya Wasafi vile. Wametoa taarifa ya msemaji ni Ricardo Momo. Hakuna mtu sasa hivi taarifa yote hata akitoa Baba Levo, hakuna mtu atamwamini kwa sababu msemaji ni Ricardo Momo, kakake Diamond. Tuje kwa Mwijaku. Lazima pia tuone ni wewe kwa sababu unalinda picha ya brandi. Of course, ni kitu kizuri sana kulinda picha ya brandi ya label. Lakini wewe ni msemaji rasmi, tujue nani anatoa taarifa. Na hapo ndio kuongeza credibility kwenye management na heshima ya label. So lazima tuende hivyo. Kama Mwijaku utakuwa msemaji wa label, basi tujue rasmi Mwijaku ni msemaji. Lakini taarifa mara tunachukua huko, mara tunapata huko, mara tunapata huko, hakuna kauli yoyote kutoka kwenye label. Hapo sasa ndo unaharibu picha, unaharibu image ya